Hello, ikiwa ni kwa mara ya kwanza tunaonana, jina langu ni Edu Mask, ni motivational speaker, yani mhamasishaji. Ni mtumishi huru wa jamii. Nina kazi 6 kubwa zifuatazo: 1, kuwasaidia watu; 2, kuwaponya maumivu yao; 3, kuwaokoa; 4, kuwalinda; 5, kuwajenga; na 6, kuwaimarisha kiakili, kitabia, kihisia, kimtazamo, kifikra, kielimu na kimaarifa, na kuwapa watu uelewa mzuri na sahihi wa mambo, yaani yote yanayohusu akili na hisia, ubongo na moyo. Mimi ndio ninadili nayo. Unajua, kuna watu wengi huwachanganya watu kwenye internet. Sasa mimi nimekuja kuchanganua na kuweka mambo sawa katika namna na mtindo wa kipekee. Ikiwa unahitaji kuona kazi zangu, ungana nami. Subscribe kwenye channel hii ya Power Africa Movies na bonyeza alama ya kengele ili YouTube wakupe taarifa kila ninapoachia content zangu za elimu kwa jamii, kwa kadiri Mungu Muumba anavyobariki. Naweza kusema asante na karibu sana kuungana nami. Faida ya kufikiri kwa muda mrefu ndiyo mada yetu ya leo. Ujumbe wetu unasema kwamba fikiri kwa muda mrefu kwa matokeo bora. Kama kuna makosa makubwa ambayo binadamu wanafanya katika maisha yao, ni katika wakati wa kufikiri. Kwa nini? Kwa sababu maisha yanategemea maamuzi, na maamuzi yanategemea fikra au kufikiri. Siku ambayo uliamua kupanga jambo au kukubaliana na jambo, iwe ni mkataba wa kazi, iwe ni mahusiano au kitu chochote kile kinachohusu maisha endelevu, siku ile ulipofanya maamuzi, matokeo yake bila shaka utakuwa umeyaona. Kama ulifanya maamuzi sahihi, umeyaona matokeo yake. Kama ulifanya maamuzi mabaya, uliyaona matokeo yake. Na maamuzi hayo yalitokana na wakati ule na kile ulichofikiria. Watu wengi hufikiri kwa muda mfupi badala ya muda mrefu, na ndio maana mwisho wa siku huja ile kauli kwamba laiti ningelijua, yani majuto. Sisi binadamu ni mashine kubwa, kwa maana kwamba ndani yetu kuna mambo mengi ambayo yanachakata maisha yetu, yakiwemo mambo ya hiari na yale yasiyo ya hiari, yakiwemo mambo ya kiakili na yale ya kihisia. Kwa bahati mbaya sana, mambo ya kihisia yana nguvu zaidi kuliko mambo ya kiakili, kwa sababu kwenye hisia kuna ladha ambayo huwa inateka nguvu ya akili, na mwisho wa siku tunafanya maamuzi tukidhania kwamba tumeshirikisha akili ipasavyo, lakini kumbe inakuwa sivyo. Kama akili ikishirikishwa ipasavyo, narudia tena, kama akili ikishirikishwa ipasavyo katika jambo, hautokuta umeingia katika makosa. Na kama utakuwa umeingia kwenye makosa, hayatoweza kukugharimu katika namna ambayo utafikia majuto.
Faida pekee ya kuweza kufikia matokeo bora zaidi kabla ya kufanya maamuzi ni kutumia muda mrefu kufikiri. Kutumia muda mrefu kufikiri, si lazima ufikiri ndani ya siku moja kwa masaa mengi zaidi. Hapana, unaweza ukafikiri leo kisha ukatulia, ukafikiri tena kesho yake kisha ukatulia, ukafikiri tena kesho kutwa yake. Hata kama ni jambo la kufanya maamuzi wiki ijayo, unaweza kutumia siku kadhaa kufikiri. Moja ya faida ya kuishirikisha akili tena na tena na tena, huwa yanakuja mawazo mapya. Pengine jambo hilo linahitaji ujuzi fulani au elimu fulani, na elimu hiyo wewe hauna. Yanaweza yakaja mawazo mapya ya kumshirikisha mtu mwaminifu mwenye elimu, ambaye anaweza akakupa mwongozo mzuri katika jambo fulani. Pengine kwa mfano, umepata nafasi ya kazi nje ya nchi. Fikra zako zilizokuja haraka haraka ni zile za kihisia, kwamba ukifanya kazi nje ya nchi kuna mafanikio makubwa ya kifedha, na hivyo ukirudi huku nchini kwako basi utakuwa umenufaika vya kutosha, na unaweza ukajenga maisha yako ya kiuchumi kuwa mazuri zaidi. Hisia hiyo ikateka uwezo wako wa kufikiri, na mwisho wa siku ukaelekea moja kwa moja katika kusaini mkataba. Kumbe katikati kuna michakato mingi, kuna changamoto nyingi, kuna kitu ambacho kinaweza kikaja kukugharimu mbele ya safari. Kwa maana hiyo sasa, hata wakati wa kusaini mkataba, huenda kuna kipengele fulani chenye utata, haukuweza kukisoma vizuri kwa ufasaha na kukielewa. Kitu pekee kitakachokuwezesha wewe kuweza kuyaweka mambo kwa usawa ni kuishirikisha akili. Kwa maana hiyo, akili inayofanya kazi sawa sawa ni ile ambayo haiambatani na hisia za furaha, hisia za chuki, hisia za tuseme ni zile za matarajio kupita kiasi. Hizo hisia huwa zinachemka na mwisho wa siku zinazima. Wakati ambapo hisia hizo zinakuwa zimezima, ndio wakati ambao unaweza ukarudia tena. Kama ni mkataba, ukarudia kuutazama tena, utajikuta umeona jambo jipya ambalo haukuliona kabla. Nikupe mfano ulio hai. Ikiwa kama umewahi kusoma kitabu au gazeti au pahala popote ambako pameandikwa kwa mara ya kwanza, macho yako yanaweza yakakudanganya, ukasoma ukadhani umesoma sawa sawa. Ukirudia tena utakuta kwamba kumbe haukusoma sawa sawa, kuna neno umelisoma ndivyo sivyo. Ndivyo ambavyo macho yanaweza kukudanganya, ndivyo ambavyo hisia zinaweza kukudanganya, ndivyo ambavyo masikio yanaweza kukudanganya. Kwa hiyo hata kama umelisikia jambo, rudia kulisikia tena. Kama umeliona jambo, rudia kuliona tena. Hata kwa wakati mwingine utapata picha halisi. Sasa ni namna gani ya kufikiria kwa usahihi? Ndiyo kontenti itakayofuata. Kontenti ijayo itakuonyesha kwamba, ama tutazungumzia jinsi ya kufikiri kwa usahihi ili uweze kufikia matokeo yaliyo bora. Ishirikishe akili na utakuja kupata matokeo yaliyo bora zaidi. Kama umependa maudhui haya, naomba tafadhali shiriki kwenye comment section, toa maoni yako, na pia vile vile uweze kuwashirikisha wengine kwa maana ya kushare na wengine ili wapate kunufaika. Hii ni elimu kwa jamii, imedhaminiwa na Power Africa Movies Bookstore na Power Africa Movies Official. Asante na karibu, tukutane katika kontenti ijayo.